ili ndoa yako iwe sahihi, usiishi na miti ya matunda ambayo haizai. Umenielewa? Kwenye mazingira yako unayoishi. Ndio. Ili kuifanya ndoa yako iwe sahihi, iwe na nguvu kuu ya uhai ya upendo, usiishi na miti ya matunda kwenye nyumba yako, kwenye mazingira yako. Miti hiyo iwe ni miti ya kiu, yani haizai. Yani kuna miti ya matunda afu haizai. Kuna mpapai hauzai, mpela hauzai, mti fado matunda hauzai. Ukiishi na mti huo kwenye nyumba yako, kwenye mazingira yako, kumbuka mtu unapokuwa hauzai manake ni mti wa matunda afu hauzai, manake asili nakwambia mti huo unapitia nguvu kuu ya uhai ya mateso. Mtu unapokuwa hauzai ambapo kwenye nyumba yako, manake mti huo asili nakwambia mti huo unapitia nguvu kuu ya uhai ya mahangaiko. Mtu unapokuwa hauzai lakini wa matunda na upo kwenye mazingira ya nyumba yako, asili nakwambia mti huo unapitia nguvu kuu ya uhai ya kiburi, jeuri, wasiwasi, hofu na maumivu. Sasa wewe unaishi na miti hiyo kwenye nyumba yako, kwenye mazingira yako, na umeoa. Miti hiyo ni mingi, manake inaenda kuathiri paka ndoa yako. Kumbuka wewe na miti ni kitu kimoja. Nyote mna nguvu kuu ya uhai moja, mna asili moja, mna ufahamu mmoja. Miti ya matunda ambayo haizai ina shida katika ndoa yako. Miti ya matunda ambayo haizai kwenye nyumba yako inasababisha maumivu, kero, hofu na wasiwasi katika ndoa yako. Kwa nini ninasema tena? Wewe na miti ni kitu kimoja. Ile ni nguvu kuu ya uhai. Mtu unapokuwa hauzai wa matunda, maana yake unakwambia una nguvu kuu ya uhai ya mahangaiko. Kwa nini? Kwa sababu kiasili nguvu kuu ya uhai ya kike huwa ipo kwa mtoto wake. Usimenielewa? Furaha ya mwanamke ipo kwa nani? Kwa mwanae. Mwanamke huwa na furaha sana akizaa, kwa sababu nguvu kuu za uhai za mwanamke ziko kwenye tumbo la uzazi. Hata mtu na uona huwa una furaha sana ukifanyaje? Ukizaa. Kwa mtu matunda ambao vizuri, mtu unakuwa una furaha. Na mtu watu waelewa hapa ni mti wa matunda. Mti wa matunda ukiwa uzai. Sio mti wa matunda. Mti wa matunda. Umeelewa? Ukiwa hauzai. Kwa kama nguvu kuu za uhai za mwanamke zipo kwenye kuzaa, wewe mti wako ambao ni wa matunda, maana una nguvu kuu ya kuzaa lakini hauzai. Nini maana yake? Maana yake unasababisha maumivu. Ule mti unapitia maumivu. Ule mti unapitia wasiwasi. Ule mti unapitia kero. Ule mti unapitia majuto. Ule mti unapitia hofu, kwa sababu tu ni mti matunda ambao hauzai. Wewe na mti ni kitu kimoja. Maana yake nini kinaenda kutokea? Hata ndoa yako wewe pia itapitia mateso, mahangaiko, hofu na wasiwasi na majuto, kwa sababu tu wewe unazungukwa na nguvu kuu ya uhai, viumbe hai ambao ni miti ya matunda ambayo haizai. Sasa je, ufanyaje? Ukate? Hapana. Asili nakwambia usiukate. Inabidi ule mti uupe ushirikiano ili uweze kupata mtoto. Huwa tunafunga kitu kwenye ule mti ambao hauzai. Umenielewa? Aidha kibunzi kwenye mpapai. Naona watu wanafunga hivi. Vizuri kabisa. Maana yake unawaambia na wewe huyu ndio mwanao. Kwa unaupunguzia machungu, unaupunguzia hofu, unaupunguzia wasiwasi, unaupunguzia kero. Umenielewa? Kwa unapofunga kitu kwenye mti ambao hauzai, tafsiri yake umeusaidia ule mtu, unakuwa hauna chuki, hauna hofu, hauna wasiwasi. Kwa nini unafunga? Ili wewe sasa familia yako, ndoa yako iwe ina usalama, ili isipate nguvu kuu za uhai za mateso kwa mti ambao hauzai. Umenielewa? Kwa lugha nyingine hapo namaanisha kwamba kwa mtu mwingine ambaye hana mti wa matunda apande mti wa matunda kabisa. Na njia nyingine ya pili, maana yake pia unaongeza tena miti mingine ya nini? Ya matunda. Usikate mti, bali unaongeza miti mingine ya matunda kwenye mazingira yako. Mbali na kufunga pale kibunzi, unaweza ukapanda mingine miti. Maana ikiwa mingine mingi inatoa matunda, maana inazidi nguvu kuu za uhai za maumivu za miti mingine. Lakini usiache kufunga kibunzi. Yaani kwa mujibu wa ufahamu, ile ina maana kubwa sana katika asili kule kwa kamili. Ukiacha kufunga, maana yake unajiunganisha na mateso ya mti ambao hauzai.